Wa Chara na shirikisho katika eneo bunge la Garsen, kaunti ya Tana River, wanalalamikia ukataji miti kiholela unaodaiwa kufanywa na baadhi ya wanachama wa chama cha usimamizi wa msitu cha jamii CFA. Wamesema kuwa uharibifu huo umepunguza ukubwa wa msitu na hivyo kuathiri shughuli muhimu za kimaisha. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuchunguza na kuchukua hatua dhidi ya wanaodaiwa kuhusika. Mwandishi wetu Michelle Mwangi ametuandalia taarifa hii. Msitu wa Chara na shirikisho katika kaunti ya Tana River unakabiliwa na hatari ya kupoteza uhai wake kutokana na ukataji miti kiholela. Ile miti ambayo wanakata tulizingira sisi wenyewe na tulikuwa tumezingira tukijua manufaa yake. Haya matawi inaonesha wazi ya kwamba huu mti ulikuwa hai. Ulikatwa mti mkubwa kama huu ukapasuliwa mbao, hizo mbao wanauza. Wakazi wa vijiji hivyo wanadai kuwa baadhi ya wanachama wa chama cha usimamizi wa msitu cha jamii CFA walioteuliwa kulinda rasilimali ndio wanaotajwa kuhusika na uharibifu huo. Lakini upande mwingine wao ndio wanaosababisha msitu wetu unaharibika kwa sababu wameingia katika biashara ya kuuza mbao, wameingia biashara ya kuuza miti. Tunaona miti ikitolewa hapa, miti ya mikoko ikitolewa. Tukio hilo linaloshuhudiwa katika eneo bunge la Garsen limekuwa likiendelea kwa muda, huku wakazi wakisema hali inazidi kuwa mbaya kadri siku zinavyosonga. Walipoanza usukani, huu ni mwaka wa 4, mazingira ya msitu wameharibu kiwango cha kwamba sisi wakazi wa shirikisho na viunga vyake hatungevumilia. Hayo mazingira yote ambayo yameshafuliwa, mvua sahihi hatuna, ukulima umezorota sababu ya mazingira, hao majirani wanatuharibia. Wananchi sasa wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati ili kutambua wahusika na kuhakikisha msitu unalindwa kabla donda kuwa sugu. Michelle Mwangi, runinga ya TV 47. Wanakata mbao wanauza.